Na wasaa huu tunageukia katika kile kipengele cha fahamu mchezaji. Ambapo bwana kipengele hicho mpira upo kwake Steven Bruno. Steve, karibu. Asante. Ya, na leo bwana tunaenda kumwangazia mchezaji Kevin Nation ambaye kwa sasa amejiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini ni moja kati ya nyota muhimu zaidi kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Amezaliwa pale Mwanza. Juzi tulizungumza kuhusiana na Israel Patrick Mwenda, pia naye ametokea pale Mwanza. Ni moja kati ya mkoa ambao unatoa vipaji hasa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Yaani ukiacha ukiongelea mkoa wa Morogoro ambao unaongoza zaidi kwenye kutoa vipaji vya mpira, waache kutaja mkoa pia wa Mwanza. Ni moja kati ya wachezaji ambao jina lake limeimbwa sana. Kevin Nation amezaliwa mwaka 2000, kwa sasa na miaka 26 na ni mchezaji halali wa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Historia yake kwa ufupi, ni moja kati ya nyota ambao ana kipaji kikubwa, lakini amecheza under 17 2019. Kama kumbukumbu zipo sawa za watu, AFCON vijana ambao walifanya vizuri katika AFCON ya vijana ambayo ilifanyika pale nchini Gabon, yeye alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwepo katika kikosi hicho, ambacho tunazungumzia kina Dickson Job, wakina Kibwana Shomari na baadhi ya nyota wengi ambao walikuwa wakicheza, wakina Sopu ambao walifanya vizuri katika AFCON hiyo ya 2017 ambayo ilichezeka pale nchini Morocco. Japokuwa tukiwazungumza vijana ambao wamefanya vizuri zaidi katika AFCON, maana yake tutawazungumza vijana ambao wamecheza msimu huu na kufanikiwa kufika finali, ambako waliweza kutolewa na finali walicheza dhidi ya Senegal na kuweza kupotea kwenye mikwaju ya penalty. Lakini msimu hiyo namzungumzia Kevin Nation ambaye yeye aliweza kufanya vizuri. Kipi ambacho kilikuwa bora kilimsababisha Kevin Nation kuweza kujiunga na kikosi cha Simba? Kevin Nation mara baada ya kucheza katika timu ya vijana ya under 20 alipita JKT Tanzania, lakini pia alifanikiwa kupita katika timu ya Geita Gold, Singida Black Stars, Mtibwa IF, lakini alirudi na Singida Black Stars kabla ya kwenda Pamba Jiji, ambako huku Pamba Jiji ndiko ambako alipata nafasi kubwa ya kujiunga na timu ya Simba, ambako Simba wao walimuona Pamba Jiji. Kipindi ambapo yupo Singida Black Stars, Kevin Nation alikuwa hapati nafasi zaidi kwa sababu Singida ambayo ilikuwa ina watu kweli kweli, yeye hakuweza kufanikiwa kupata nafasi ya kwanza. Kipindi ambacho aliondoka kutoka Singida Black Stars na kwenda kikosi cha Pamba Jiji ya pale Mwanza, ndipo ambapo alianza kupata nafasi ya kuanza kucheza na kuonyesha uwezo wake. Ni mchezaji ambaye anacheza midfield, kiungo wa chini, ni beki ambaye kiungo ambaye anakabia chini namba 6. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kukaba. Anafanya kazi kubwa ya kukaba, lakini jambo kubwa na zuri la kuvutia kwake katika historia yake, kitu cha kipekee, Kevin Nation ameonekana katika mechi za kimataifa katika professional kabisa, achana under 20 ambaye alicheza akiwa na umri wa miaka 16, under 17. Yeye ni mchezaji ambaye alikuwa na miaka 16 na kufanikiwa kucheza under 17. Lakini Kevin Nation yeye katika timu ya taifa ya Tanzania, nazungumzia timu ya Taifa Stars, alifanikiwa kuitwa akiwa na timu ya Pamba Jiji mnamo 2025 katika michuano ambayo ilifanyika pale nchini Morocco, na maanisha michuano ya AFCON, ambako huko hakufanikiwa kupata nafasi ya kucheza moja kwa moja, lakini alifanikiwa kuitwa, ambako Morocco wao walikuwa wenyeji, ambayo timu ya taifa ya Tanzania tunakumbuka ilifanikiwa kufika hatua ya 16 bora katika michuano hiyo. Kwa hiyo amefanikiwa kuweka rekodi, lakini rekodi yake ya kipekee ni kwamba kwa uwezo wake wote ambao alikuwa nao kucheza timu ya vijana, timu ya taifa na katika michuano ile mikubwa ambayo inajulikana na FIFA, amecheza mchezo mmoja pekee na hajaweza kufunga goli lolote wala kutoa assist yoyote. Mchezo mmoja, hana goli wala assist yoyote. Lakini pia ni mchezaji ambaye tulimshuhudia katika michuano ya FIFA Series ambayo ilifanyika pale Rwanda. Aliweza kuitwa na kocha wa sasa wa timu ya taifa na kufanikiwa kucheza mchezo mmoja wa kirafiki. Kevin Nation ni moja kati ya nguzo muhimu katika timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia katika vilabu mbalimbali ambavyo amefanikiwa kuvipita. Lakini Kevin Nation yeye kwa upande wake dili lake limetua Simba sasa, lakini hapa Simba ambako yupo ndiko ambako nimekuwa na maswali mengi, kwa sababu alikuwa anapata nafasi akiwa na kikosi
cha Pamba Jiji ya pale Mwanza, lakini Simba amemhitaji na amefanikiwa kwenda. Niuliza maswali mengi, kinachonifanya nijiulize maswali mengi ni kwamba nafasi yake kwenye kikosi cha Simba, je, itapatikana? Kwa sababu Simba pale tunajua kuna Yusuf Kagoma ambaye anacheza nafasi hiyo ya chini, lakini pia ukiachana na Yusuf Kagoma kuna nyota wengi ambao wanakipiga pale katika kikosi cha Simba kama viungo ambao yeye kama Kevin Nation ana uwezo wa kwenda kubato nao na kuwatoa. Mpaka sasa Simba imecheza katika ligi kuu michezo miwili, lakini Kevin Nation hajafanikiwa kupata nafasi ya moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha Simba kuweza kumshawishi kocha kwenda kuanza katika timu ya Simba. Kwa hiyo Kevin Nation ana kazi kubwa sana ya kufanya kuweza kujua ana uwezo gani wa kwenda kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha timu ya Simba. Kwa hiyo huyo ni mchezaji Kevin Nation ambaye sasa rasmi yupo kwenye kikosi cha Simba msimu huu, amejiunga, lakini ni mchezaji ambaye ana kazi kubwa ya kuweza kupambania namba katika timu ya Simba, kwa sababu huku Simba wanavyokuja ama Yanga ni timu ambazo zinahitaji mchezaji ambaye anajituma zaidi, una uwezo kumshawishi kocha kwa namna yoyote aweze kukupa namba. Tukimwangazia huyo Kelvin Nation, yani ni kitu gani ambacho kinamtofautisha yeye na viungo wengine wa pale katika klabu ya Simba? Nafasi ambayo anacheza Kevin Nation ndio nafasi ambayo anaicheza Yusuf Kagoma. Kwa hiyo ukiangalia utofauti wao sio mkubwa sana, kwa sababu Yusuf Kagoma ni mchezaji ambaye anacheza box to box midfield, ni mchezaji ambaye anaweza sana kufika kwenye mwili, yani ni mchezaji anayesifika zaidi kucheza rafu. Yani Yusuf Kagoma ukimgea kazi kwamba nataka unifanyie kazi chafu eneo la katikati, utamuona akiwa bora zaidi. Lakini Kevin Nation pia ni wale kama alivyo Yusuf Kagoma, ni mchezaji ambaye pia anacheza rafu nyingi, yani eneo la kiungo cha chini ana uwezo wa kucheza kwa kukaba zaidi. Kwa hiyo yeye na Yusuf Kagoma ni wachezaji ambao wanaendana zaidi, ndio maana unamuona kocha Baka anaamua zaidi kumtumia Yusuf Kagoma kwa sababu alikuwa naye kuanzia msimu uliopita. Sasa unabidi awe na kitu cha ziada ili kumshawishi kocha kwamba umwache Yusuf Kagoma asicheze katika mchezo fulani ili mimi niweze kuanza. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ambayo anatakiwa kuifanya yeye kama Kevin Nation. Lakini utofauti mwingine ambao nauona ni kwamba uzoefu pia wa kucheza. Kwa upande wa Yusuf Kagoma ameshacheza michuano mikubwa ya kimataifa. Tumeshuhudia amecheza hadi finali ya CAF Champions League. Lakini kwa upande wake ndugu yetu Kevin Nation, yeye amecheza akiwa kijana, maana yake amecheza AFCON akiwa under 17. Lakini ukitoka hapo njoo angalia historia yake kwenye timu ya taifa ya Tanzania, amecheza mechi moja pekee, tofauti na Yusuf Kagoma pia ambaye amecheza mechi nyingi. Kwa hiyo uzoefu pia unaenda kuwa changamoto kubwa ambayo inaenda kumuathiri katika kikosi cha Simba, lakini anao uwezo wa kuweza kupambania namba. Tumeshuhudia baadhi ya nyota wanatoka timu ndogo wanaweza kupenetrate kwenye timu kubwa na kupata nafasi ya moja kwa moja kucheza. Kwa hiyo anayo nafasi kubwa ya kumshawishi kocha ili kuweza kuanza kwenye timu. Lakini kocha Baka kama anahitaji zaidi timu yake icheze kwa kukaba zaidi, maana yake anao uwezo wa kumtumia Yusuf Kagoma pamoja na Kevin Nation wacheze wote eneo la chini kama double pivot, wote kama namba 6 wawili ambao wanaweza kumpa room kubwa ya kukaba zaidi katika eneo la chini ili timu yake ikabe zaidi kama mechi ni ngumu kwa upande wa Simba. Umezungumzia issue hapo ya kucheza rafu. Wakumbuke kuna FVS kuna FVS ambayo inafanya kazi kweli kweli. Daniel anasema Nation ni mzuri akiwa anacheza namba 6 na kesho yupo dimbani. Simba Mnyama yeye anasema eti ni mchezaji gani kaondoka Simba? Kuna mchezaji aliyeondoka Simba labda Selemani. Doto anasema habari za asubuhi dada, njema sana. Kwa hiyo Daniel amesema Nation ni mzuri akiwa anaichezea namba 6. Ni mzuri akiwa anacheza namba 6. Lakini Kagoma pia. Yani kwa nini wanakuwa wanapenda kucheza rafu? Ni kwa sababu wanatumia nguvu sana katika kucheza, au yani ni mtu tu style yake ameamua kufanya hivyo? Lakini sasa ndo inayoleta athari ya hii timu kupata hizo kadi nyekundu. Manake ni kama kitu ambacho amekizoea, ni akiona kwamba anazidiwa nguvu ili mradi wote mkose. Na nafasi ambayo ni kwenye mpira wa miguu, nafasi ya namba 6 ni sio mtu mwenye roho nzuri, tunaita inabidi na roho mbaya uwanjani, yani roho yako hiyo imechafukwa kweli kweli, kwa sababu sehemu ambayo haihitaji mchezo. Kwa hiyo kwa namba 6 yeye kucheza rafu ni jambo la kawaida, yani
mchezaji ambaye anakuwa muda wote kavurugwa kwa sababu unakaba zaidi. Ni mchezaji ambaye anakaba zaidi, anatumia muda mwingi kukaba, kwa hiyo kumfika mchezaji mwingine kwenye mwili ni jambo la kawaida. Kwa hiyo ni wachezaji ambao duniani kote, yani ukicheza namba 6 afu umalize dakika 90 hujapewa kadi ya njano, watu wanajiuliza wewe namba 6 gani upate kadi? Yani namba 6 kwa hiyo inabidi tu uvuruge yani. Lazima uvuruge yani, waumize wa timu pinzani. Namba 10 ya timu pinzani namba 8 bidi waumize ili wasiwe watulivu kwenye kucheza. Akishika mpira awe na wasiwasi kwamba huyu jamaa anakuja hapa anakuja kuniumiza. Kwa hiyo ni mchezaji ambao unatakiwa uwe kweli kweli physical, lakini uwe pia umevurugwa. Hahitaji namba 6, hahitaji mtu mlaini. Simba Mnyama anasema wanatutishia wakisema hivyo. Jamani, msiwaambie jamani mashabiki wa Simba kwamba kuna mchezaji anaondoka, mwenzenu kwa anatishika. Haya, Kahama anasema hapo ni radio au ni uchambuzi tu kimichezo? Hii ni radio, inakwenda kwa jina la Imba Nasi Online Radio. Tunapatikana Dodoma, Tanzania. Yes, huyo ni Kelvin Nation bwana. Na sasa nikuulize wewe sasa, Steve, tuseme wewe ndio kocha. Halafu Nation katika mechi ya kesho ya Simba na Singida, Nation ungemweka kama kiungo mkabaji au ungemweka katika nafasi ipi? Kama anaanza kesho manake atacheza kiungo mkabaji pale ndio la chini. Unakaba kweli kweli. Nakaba, namwambia Kagoma, hebu tulia kwanza, Nation hebu ingia hapo uvuruge. Fanya kazi yako. Na ameshacheza pale Singida, manake ameshapita Singida Kevin, kwa hiyo anawajua. Kwa anawajua wale. Yeah. Okay. Na Nation alivyo kwenye klabu ya Simba, yani uzoefu wake alionao, ana uwezo wa kucheza zile mechi kubwa za tusemeje, yani ukiachana na mechi za ndani, tukiachana na ligi za ndani, yes, za kimataifa, ana uwezo huo. Mchezaji yote ana uwezo wa kucheza, manake ili acheze manake unabidi apewe nafasi. Kwa hiyo tunaowazungumza hawa wote walikuwa before hawajawahi kucheza kwenye hizo mechi za kimataifa, ila baada ya kupewa nafasi wakaonyesha kile walichonacho. Cha msingi ni kwamba ukipewa nafasi unaweza wa kuitumia, na kocha anaamini kwenye uwanja wa mazoezi akikupa nafasi kwenye mechi kubwa unaweza ukamlipa. Sababu kocha hawezi akariski akakupa nafasi hapo kwenye mechi dakika 90 wewe ndio ambao umekuja kumharibia mpango wake. Kwa hiyo kwangu mimi sina wasiwasi hata kidogo na Nation kama atapata nafasi pale, kwa sababu uchezaji wake yeye na Kagoma naona kabisa unaendana. Ni mchezaji ambaye mimi kwanza bado hata jiji ya Simba nilikuwa na muhimu, hata kipindi ambacho alikuwa haitwi timu ya taifa nilikuwa nasema kwamba kwa nini haitwi timu ya taifa. Nilikuwa nakiangalia mechi zake akisa Pamba, akisa Singida, alikuwa akipata nafasi Kevin Nation ya kucheza na hizi timu kubwa, yani Yanga au Simba wakienda kucheza na Pamba alikuwa anavuruga eneo la katikati mpaka anakuwa mchezaji bora wa mchezo. Kwa hiyo hajafanya kwa bahati mbaya, na kufika pale sio kwa bahati mbaya, ni uwezo ambao alikuwa nao akiufanya. Hajaanza leo, ameanza kuanzia akiwa kijana. Unajue kuna wachezaji ambao wanakuwa yani mnakuja kuwakuta tu amesha yupo ligi kuu, hamjui hata historia yake ya nyuma, lakini unavyoangalia kina Kevin Nation na kina Dickson Job ni wachezaji ambao tumeanza kuwaona kuanzia wapo chini. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi kama atapata nafasi ataenda kudeliver kile ambacho yupo nacho. Okay. Simba Mnyama anasema wanatutisha wakisema Libase ameondoka. Libase yupo sana. Simba Libase bado yupo sana. Kahama anasema mimi nipo Kahama, nataka kusikiliza, na pataje au ni online tu? Yes, ni online. Ukiingia Google ukiandika Imba Nasi Radio, kuna linki zitakuja pale, utachagua moja hapo, utakliki alafu utatupata. Au Radio Box pia. Yes. Imba Nasi pale. Sawa. Daniel anasema tuache mambo ya masihara. Mchezaji gani anaondoka Simba, dirisha limefungwa, aende wapi? Asante sana Daniel. Hii comment yako ungeandika kwa herufi kubwa halafu ukaitia pini. Dirisha lishafungwa bwana, kazi zimeanza, hakuna kuondoka wala nini. Mtapambana humo ndani mpaka kieleweke. Hadi Dumbia bado yupo. Haya bwana, dakika ni 15, dakika ni 15 zimeondoka baada ya kugonga saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hiyo ilikuwa ni katika kile kipengele cha fahamu mchezaji, ambapo kwa siku ya leo Steven Bruno ameweza kumzungumzia Kelvin Nation.